Salam Afrika, salam Tanzania. Katika viwanja vya Moraponge ambapo mafunzo wanafanya mazoezi katika kiwanja hiki. Na leo nimekuja hapa kwa lengo kuu la kuwahoji kuhusiana na ligi kuu ambayo inakwenda kuanza hapo mbele. Nipo na mchezaji ambaye ataenda kueleza jinsi gani ameweza kujiandaa kuelekea katika msimu mpya. Mambo vipi? Fresh. Karibu sana. Asante. Unazungumziaje msimu mpya ambao unakwenda kuanza hapo mbele kutokana na mazoezi ambayo mnafanya katika kiwanja hiki? Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwa kuanza msimu mpya baada ya kumaliza msimu jana, lakini kwa maandalizi tulionao kama timu yetu binafsi na tunajiandaa vizuri na maandalizi ni mazuri, wachezaji wana hari, morali, uongozi unaonyesha kabisa hari kwamba una nia ya kufanya jambo kubwa kwenye msimu huu wa 2027 2028 26 27. Kuchukua muda gani katika kukava vizuri katika mazoezi kutokana na hali hii ya kubadilisha walimu? Labda unalizungumziaje swala hili? Unajua falsafa ya mpira ni ile ile. Walimu wanachoongea, yani kauli ya mpira ni ile ile. Walimu utabadilisha, leo watakachokuja watafundisha kile kile, labda watatofautiana lugha tu. Umeona, lakini mazoezi ya mpira, maandalizi ya mpira ni ile ile falsafa. Ukiangalia sisi tumeanza mazoezi muda mrefu kuliko timu nyingi sana sasa. Na ninahisi kama sisi sio wa kwanza basi wa pili sana wa kwanza. Tumeanza mazoezi muda mrefu na kubadilishwa walimu haijapangua wachezaji. Ni kitu ambacho tumejengwa kisaikolojia kwamba anaweza akaja leo huyu akatoka huyu akaja huyu akatoka huyu, lakini sisi tumejipanga kupambana kwa ajili ya kuipambania nembo ya Mafunzo Sports Club, kwa ajili ya kuipambania timu na kila mmoja kujipambania yeye mwenyewe kwa msimu ujao. Na huu msimu unaanza mpya. Neno moja kwa mashabiki wa Mafunzo, unaambia nini morali yenu ya timu, labda tegemee nini hapo mbele? Watupe muda mazuri yanakuja. Hakika. Naam. Shabiki wa Mafunzo, tegemea mazuri kutoka kwa timu ya Mafunzo. Naam, kwa upande wa kocha naye atueleze jinsi gani naye ameweza kuandaa timu yake kuelekea msimu mpya wa Zanzibar. Kocha, mambo vipi? Fresh tu. Coach, umekabidhiwa timu kwa mara nyingine tena baada ya muda mfupi kurudi katika timu ya wanawake ya Mafunzo. Lakini leo umeweza kurudi tena katika timu ya wanaume. Labda unalichukuliaje swala hili? Cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Mpaka sasa hivi nipo vizuri wa afya, na hata timu ninayosimamia pia wachezaji wengi hapo kwenye shida ya kuumwa au kuwa na injury serious. Kwa hivyo wote wana uwezo wa kuja kucheza mechi. Kurudishwa au kutokurudishwa katika timu ni vile vya kawaida. Sasa ni mfanyakazi wa Mafunzo au mfanyakazi wa magereza, muda wote niko tayari kupokea amri za viongozi na kuvifanyia kazi. Sababu ndio majukumu yetu na ndio taasisi yetu inahitaji hivyo. Kwa hivyo kama kumetokea shida, ukiitwa unarudi unaenda kuweka sawa. Na nimerudi bila kinyongo. Sasa ni majukumu yangu ya kazi. Hata nikitakiwa nifanye kazi hata na chini kwa wale wasichana nikasaidie tena, pia naweza nikaenda tena. Sababu ni jumla ya kazi yangu, na kazi yangu naipenda, naikubali, naifuatilia, naisomea kwa kuweza kufanya kitu kizuri. Kila anakuja kutizama aone pale pana ubunifu gani au panafanywa nini. Kwa hivyo kurudi kwenye timu kubwa, nimerudi kiroho safi na nitapambana kadiri uwezo wangu kuweza kuhakikisha tuna push timu yetu kuweza kurudi katika uasilia na ubora wake. Kwa hivyo mimi nasema kwangu mimi ni faraja kurudi tena na nitaendelea kufanya kazi na timu. Unahisi kwa unavyokiona kikosi chako hichi hapa cha mara hii msimu huu, labda kilisajiliwa na msimu uliopita, labda usajili uliopita, labda unakionaje na matarajio gani kwenye kikosi hichi? Unapoingia kwenye ushindani lazima uwe na matarajio ya kufanya kitu kizuri, na ndio lengo kusajili. Hata kama sisajili 100, amesajili viongozi wengine, lakini wote ni viongozi wa magereza. Naamini kiongozi wa magereza hawezi kusajili timu ikawa ishuke daraja, atasajili timu ikashinde iwe bingwa. Kwa hivyo timu imesajiliwa, naendelea kufanya nao mazoezi. Leo ni ya 4 kwenda ya 5. Chacheza friendly mechi 2, tumetoa maelekezo na ameweza kucheza uzuri. Mechi ya kwanza tumepata ushindi wa magoli 6 kwa bila. Mechi ya pili tumepata ushindi wa magoli 4. Naamini wanakuja na taendelea kukaa sawa kila siku tunavyoongezeka. Kwani tunataka turudishe ile mafunzo na chezaji. Soka burudani, soka raha, soka ushindani. Kwa hivyo tunapigana mpaka sasa hivi tunahakikisha iweze timu kurudi katika ile rhythm yake ya kuweza kuipambania. Na kitu kizuri, kuna wachezaji bado wapo nilofanya nao kazi, wanaelewa falsafa ya mwalimu ikoje. Kwa hivyo na wao wamekuwa kama viongozi wangu, wanashawishi wachezaji wenzao, wanawafahamisha. Kwa hivyo kila kitu kinakwenda uzuri kwa ufupi. Japo ni muda mchache, lakini tutapata kitu kizuri baadaye.
sababu wasaidizi wangu wanafanya kazi nzuri tu, especially Sele anapusha na hamasisha. Migoli nimelipa mgongo sasa hivi, lakini yupo msaidizi wangu anafanya kazi na namwamini anaweza kufanya kazi kwa sababu mhamasishaji mzuri na mzoefu wa soka letu la Tanzania, ana experience kubwa, anafahamu timu inahitaji ipate nini. Kwa hivyo kwangu mimi sina wasiwasi. Ndio maana nimegeuka kwenu huku, goli langu nimelipa mgongo sababu sina shida, najua mwalimu wangu atatekeleza nilichokipanga. Na kwa uwezo wa Allah tutapush. Tutafanya kitu kizuri katika ligi yetu ya Zanzibar. Neno kwa shabiki wa Mafunzo, unawaambia nini? Kilio changu na ndio kila siku navolia na washabiki wangu, ikiwa askari, ikiwa raia, waje viwanjani watazame timu yao. Ukikaa nyumbani unaweza kusikia timu imefungwa, lakini uje uwanjani hujaona imechezaje au imefungwaje au ilikuwaje mpaka kafungwa. Kwa hivyo ninachoomba waje uwanjani, bila support yao si hatuwezi kumove. Tutamark time sana ni, lakini wakija wao kitupush kwa maneno yao, tuna hamasa zao, mimi naamini tutasogea. Na pia ningeomba hata kwa mabosi wangu wa kazi, special afande commissioner, tuhamasishe special ligi hapa, tuhamasishe sababu ligi yenyewe ni fupi, sababu tuna chani hapa mbele, itachezwa mechi hapo kwa hapo. Bila ya hamasa inaweza kuwa changamoto. Naamini hamasa inasaidia sana timu kuweza kufanya kazi. Hata wachezaji wenyewe wakiona watu wamehamasika, wanakuja wengi viwanjani, wanashangilia, na wachezaji nao watajipampu zaidi kuweza kuiletea kitu timu hii. Na mtazamaji wa VOP TV, kama ambavyo umeweza kumsikia kocha pamoja na mchezaji jinsi gani ameweza kujiandaa na msimu mpya. Nikiripoti kutoka hapa katika viwanja vya Morapongwe, ni mimi Sport Lady wako Husna Mwinyi wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.